Nataka kuwasalimu katika jina la Yesu Kristo. Asubuhi njema ambayo Mungu ametuita tuwe pamoja katika ibada hii yetu ya Kiswahili. Nataka kuwashukuru sana sababu ya kutufuatilia kwa mtandao. Bwana aendelee kuwa pamoja nanyi, aendelee kuwabariki na kuwafariji na kuwapanulia mipaka. Na kwa hivyo asubuhi njema nataka tuanze ibada yetu kwa kuimba wimbo wa nambari 416, Niongoza Mwokozi. Wimbo namba 416, wimbo Uniongoza Mwokozi. Leo tuko katika St. Paul Survey, ndio tunarekodia ibada hii. Pamoja tutaimba uniongoza Mwokozi, ndipo nami hufurahi. Niongoza papo kuongoza, unishika kwa mkono wa hakika. Nitaandamana naye, Kristo aniongozaye. Pengine ni mashakani, nami pengine rahani. Ni radhi jayo yote, yupo nami siku zote. Kuongoza, unishika kwa mkono wa hakika. Nitaandamana naye, Kristo aniongozaye. Mkono akinishika, kamwe sitanung'unika. Atakacho niletea, ni tayari kupokea. Huongoza, unishika kwa mkono wa hakika. Nitaandamana naye, Kristo aniongozaye. Nikisha kazi chini, takwenda huko mbinguni, nako nitamtukuza Kristo aliyeongoza. Huongoza, unishika kwa mkono wa hakika. Nitaandamana naye, Kristo aniongozaye. Kwa hakika tutaandamana pamoja na wewe, Kristo unayetuongoza. Tumeuona uongozi wako, Bwana Mungu mwenye enzi, wakati wa mwaka huu ambao umekuwa mwaka mzito. Umekuwa pamoja nasi, umetuongoza, umetuhimiza, umetujali, Bwana Mungu mwenye enzi. Tumeona wema na fadhili zako, tumeona Bwana neema yako kila siku, Bwana Mungu mwenye enzi. Tumeona Bwana mkono wako wa amani, Bwana Mungu wetu. Tuko na shukrani nyingi sana sana, maana umekuwa ngome, umekuwa Bwana kimbilio letu, umekuwa Bwana pahali petu pa amani, Bwana Mungu wetu. Wakati dhoruba zimetupiga kila wakati, Bwana Mungu mwenye enzi, tumepata pahali katika ufalme wako. Endelea Bwana kutukuzwa, endelea Bwana kuinuliwa, endelea Bwana kuabudiwa hata katika boma zetu, katika nchi yetu ya Bwana Mungu mwenye enzi, na katika ulimwengu wote kwa jumla.
Tunajiweka mikononi pako asubuhi njema ya Jumapili, uwe pamoja nasi. Tukianza ibada hii, anzia nasi, endelea nasi, kafuliza nasi. Tunakushukuru sababu utakuwa pamoja nasi Bwana, katika hali ya kutafakaria neno lako takatifu, katika hali yetu ya sifa na kukutukuza Bwana Mungu Mwenyezi. Utaona mkono wako. Tunajiweka mikononi pako ili Bwana utubariki na utuongoze. Mambo haya katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Nataka kushukuru Mungu kwa sababu ya asubuhi njema. Ibada yetu ya leo itakuwa ibada tofauti na zile zingine. Zile zingine tumezoea kutumia kitabu cha ibada, lakini leo tutaongozwa na dada Beatrice katika nyimbo za sifa na maombi. Baada ya hapo tusikie neno lake Mwenyezi Mungu. Karibu dada Beatrice. Nainua macho yangu nitazame milimani, msaada wangu watoka wapi? Bali ni watoka kwako Yesu. Nitainua macho yangu nitazame milimani, msaada wangu watoka wapi? Bali ni watoka kwako Yesu. Nitainua macho yangu nitazame milimani, msaada wangu watoka wapi? Bali ni watoka kwako Yesu. Nitainua macho yangu nitazame milimani, msaada wangu watoka wapi? Bali ni watoka kwako Yesu. Nitainua macho yangu nitazame milimani, msaada wangu watoka wapi? Bali ni watoka kwako Yesu. Oh Yesu wangu, umeiponya roho yangu. Wewe kweli ni wa ajabu, na mimi nitakushukuru. Yesu wangu, Yesu wangu, umeiponya roho yangu. Wewe kweli ni wa ajabu, na mimi nitakushukuru. Baba, tunasema ni asante ni kwa sababu ya asubuhi ya leo. Asante ni kwa sababu ya uhai wa bure ambao umetupa na kutufikisha Jumapili ya siku ya leo. Jehova, tunakuabudu ni kwa sababu hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Mungu wangu, unaweza yote na niwe kimbilio, niwe tegemeo wakati wa shida, wakati wa raha. Ni wewe kimbilio letu Bwana. Tunakuabudu na tunakupa sifa ni kwa sababu umetenda, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tukuamini. Amen. Shukuruni Bwana kwa kuwa yu mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Shukuruni Bwana kwa kuwa yu mwema, kwa maana fadhili
Somo la kwanza litatoka kutoka kitabu cha Samueli wa pili. Samueli wa pili sura ni ya 9, tuanze mstari wa kwanza tuende hadi mstari wa 13. Samueli wa pili sura ya 9, tuanze mstari wa kwanza tuende hadi mstari wa 13. Kisha Daudi akasema, "Je, amesalia mtu mmoja katika nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema kwa ajili ya Yonathani?" Palikuwa na mtumishi mmoja wa nyumba ya Sauli, jina lake Siba. Basi wakamuita aende kwa Daudi, na mfalme akamuuliza, "Wewe ndiwe Siba?" Naye akasema, "Mimi mtumwa wako ndiye." Mfalme akasema, "Je, hakuna hata sasa mtu yeyote wa nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema ya Mungu?" Siba akamwambia mfalme, "Yonathani anaye mwana hata sasa, aliye na kilema cha mguu." Mfalme akamwambia, "Yuko wapi?" Siba akamwambia mfalme, "Tazama, yumo katika nyumba ya Makiri mwana wa Amieli katika Lo-debari." Basi mfalme Daudi akatuma watu, akamuondoa katika nyumba ya Makiri mwana wa Amieli katika Lo-debari. Basi Mefiboshethi mwana wa Yonathani mwana wa Sauli akaenda kwa Daudi, akaanguka kifudifudi, akasujudu. Daudi akasema, "Mefiboshethi," naye akaitika, "Mimi hapa mtumwa wako." Daudi akamwambia, "Usiogope, maana bila shaka nitakutendea mema kwa ajili ya Yonathani baba yako, nami nitakurudishia mashamba yote ya Sauli baba yako, nawe utakula chakula mezani pangu daima." Akasujudu akasema, "Mimi mtumwa wako ni nini, hata ukamwangalia mbwa mfu kama mimi?" Ndipo mfalme akamuita Siba mtumwa wa Sauli, akamwambia, "Mali yote yaliyokuwa ya Sauli na ya nyumba yake nimempa mwana wa bwana wako, nawe utamlimia nchi hiyo, wewe na wanao na watumwa wako, nawe utamletea mwana wa bwana wako matunda yake, apate chakula ale. Lakini Mefiboshethi mwana wa bwana wako atakula chakula mezani pangu siku zote." Basi huyo Siba alikuwa na wana 15 na watumwa 20. Ndipo Siba akamwambia mfalme, "Mimi mtumwa wako nitatenda hayo yote kama bwana wangu mfalme alivyoniamuru." Na kwa habari za Mefiboshethi, mfalme alisema atakula mezani pangu kama mmojawapo wa wana wa mfalme. Huyo Mefiboshethi alikuwa na mwana mdogo, jina lake akiitwa Mika, na watu wote walikaa nyumbani mwa Siba walikuwa watumwa wa Mefiboshethi. Basi Mefiboshethi akakaa Yerusalemu, maana alikuwa akila chakula siku zote mezani pa mfalme, naye alikuwa na kilema cha miguu yote miwili. Na hilo ndilo neno la Bwana. Somo la pili litatoka kutoka kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 15. Tuanze hapo mstari wa 11 tuandamane hadi mstari wa 24. Luka mtakatifu sura ya 15, tuanze hapo mstari wa 11 tuendelee hadi 24. Akasema, "Mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, 'Baba, nipe sehemu ya mali iliyoniangukia.' Akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kuenda nchi ya mbali. Akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile, yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda
waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Alipozingatia moyoni mwake, alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa? Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka, akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimuona, akamuonea huruma. Akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Yule mwana akamwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba aliwaambia watumwa wake, lileteni upesi vazi lililo bora, mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni. Mleteni ndama yule aliyenona, mkamchinje, nasi tule na furaha. Kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa, naye amefufuka. Alikuwa amepotea, naye ameonekana. Wakaanza kushangilia. Na hilo ndilo neno la Bwana. Mshukuru Mungu. Ibada yetu itakuwa namna hiyo, itakuwa ibada ya kumalizika haraka. Na tuimbe wimbo mfupi wa kuabudu ili tuweze kuomba kwa ajili ya neno. Nimtukuze nani mimi kama siyo wewe, nimtukuna mwingine wa kutukuza ila ni wewe Yehova, ila ni wewe Yehova. Kwa hakika hakuna mwingine wa kutukuza, hakuna mwingine wa kuabudu, hakuna mwingine wa kuinua ila wewe Bwana Mungu wetu. Twakuinua, twakuhimidi, twakuabudu Bwana Mungu wetu, maana wewe ndiye Mungu mwenye fadhili, Mungu mwenye uwezo, Mungu mwenye baraka. Twanyenyekea miguuni pako Bwana asubuhi njema, tukikuita kuja katika uwepo wetu Bwana. Utunong'oneze kwa sauti ambayo tunaweza kuelewa Bwana Mungu mwenye enzi. Utuunganishe pamoja tena Bwana Mungu wetu, maana tumepigwa na dhoruba za maisha hii, dhoruba za dunia hii Bwana Mungu mwenye enzi, zimekuwa kali sana. Tushikilie kwa mkono wako wa rehema, tushikilie kwa mkono wako wa huruma Bwana Mungu mwenye enzi. Ukatusimamisha tena, maana tunahitaji Bwana kushikiliwa. Anzia nasi katika Bwana neno lako, tukianza kutafakari na ukafuriza nasi, maana tuomba haya katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amina. Kwa jina naitwa Michael Kibega na nimeokoka. Yesu Kristo ni Bwana Mwokozi wa maisha yangu. Ameendelea kuniongoza, ameendelea kunidumisha na hasa kunipatia nguvu za kuendelea hata kuwatumikia hata wakati huu ambao ni wa COVID-19, wakati ambapo tunaingia katika online services. Mungu amekuwa mwema. Na kwa hivyo nataka kushukuru huyo Mungu sana, maana ameniokoa na amenikomboa na ameniongoza katika njia zake kila wakati. Asubuhi njema, nataka tuongee juu ya fadhili zake Mwenyezi Mungu. Mungu ni mwenye fadhili mingi. Mungu ni mwenye fadhili mingi sana. Na ni muhimu tujue kwamba hata wakati huu ambao tunapitia katika hii maisha ngumu, maisha ya corona, ambao wengine wetu hatujui tutalipa nauli ya nyumba namna gani, wengine wetu hatujui tutakula nini, wengine wetu hatujui tutaenda kazi wapi, maana hata kazi imeisha. Lakini tujue kwamba fadhili za Mungu ni nyingi na ni kuu, na hakuna neno lingine ambalo tunaweza tumia kujua fadhili zake Mwenyezi Mungu kama sio Samueli wa 2:9, ambapo Daudi baada ya kufanywa mfalme wa Israeli, baada ya kukalishwa katika kiti kile anakaa, na baada ya kupigana na adui zake na kuwashinda vita, ni wakati wake wa kushangilia, ni wakati wake wa kuinuka, ni wakati wake wa kusikia kuna nguvu. Lakini Daudi hakulinga
bali alinyenyekea mbele zake Mwenyezi Mungu, na akakumbuka kuna agano ambalo alikuwa nalo na rafiki yake ambaye alikuwa anaitwa Yonathani, na akamwambia kwamba mwenye atakufa mbele ya mwingine atatunza jamii za wale ambao jamii ambayo itabakia hapo baadaye. Na Daudi akakumbuka kwamba kulikuwa na kiapo kama hicho walikuwa wamekula na Yonathani, na akasema angetaka aambiwe kama kuna mtu yeyote ambaye amebaki katika nyumba ya Yonathani ya Sauli, amfanyie haki ama ampatie fadhili kwa ajili ya Yonathani. Nataka tuangalie vizuri kwamba Daudi hakuwa na deni lolote na Sauli, maana Sauli alimkataa Mwenyezi Mungu na akatolewa katika mamlaka. Kwa hivyo yeye hakuwa anasikia kama ako na deni yoyote kwake, lakini deni yake ilikuwa kwa rafiki yake Yonathani, mtoto wa Sauli, ambaye alisimama naye wakati wake wa shida, alimuokoa maisha yake mara kadhaa. Na ikafika pale akasema urafiki wake na Yonathani unazidi urafiki mwingine wowote. Yaani urafiki ulikuwa rafiki wa hali ya juu, mpaka akafika pale wakasema tukule kiapo kwamba mmoja wetu akikufa, mwenye ambaye atabaki atatunza jamii ambazo zitakuwa zimebakia hapa nyuma. Na katika vita Sauli akauawa, ama aliuawa, hata kama alimwambia askari wake amuue. Na baada ya kuuawa kwake, maaskari wakaenda mpaka kwa nyumba yake, na wakaenda wakamtafuta Yonathani, na wakamchukua by surprise, wakamkata kichwa na wakapelekea Daudi kichwa hicho, wakamwambia Sauli amekufa, hata yule kijana yake ambaye angechukua mamlaka tuko na kichwa chake ama tumemshamua. Na Daudi akasika sana, akasema hawa askari waende wakauawe, kwa sababu aliwauliza hata kama Sauli alikufa, huyu mmemuuliza nini? Kwa nini nyinyi mkaenda mkachukua mkono wenu kulipizia kizazi alichowaambia mlipizie? So hiyo mambo ikana na Daudi akawa na huzuni mingi sana, na akaweza kupata wakati wa kumwona mrefu sana kwa sababu ya rafiki yake. Lakini baada ya kupigana vita na kupiga adui zake zote, wakati alikuwa amesimama katika mamlaka, akakumbuka kwamba kuna rafiki yake mmoja ambaye alikuwa Yonathani. Akasema ni nani amebaki katika nyumba yake Sauli nimpatie fadhili kwa ajili ya Yonathani. Kwa hivyo kwake katika nyumba ya Sauli, mwenye alikuwa anaona anaweza kutumia kwa ajili ya fadhili zile alikuwa ni Yonathani. Na ni muhimu sana kutendea watu matendo mazuri, maana fadhili zitakujia wakati ambapo hata utarajii. Watakuletea fadhili zao wakati ambapo hata wewe mwenyewe utarajii. Na kwa hivyo Mefibosheti aliingizwa katika desturi hii kwa ajili ya baba yake. Yeye hakuwa anastahili fadhili zote, hakuwa anastahili neema yoyote, lakini kwa ajili ya baba yake akapatikana. Na kwa hivyo wakati Daudi aliuliza hili swali, mtumishi wake ambaye alikuwa anaitwa Ziba akamjibu na akamwambia, kuna mmoja amebaki katika nyumba ya mfalme Sauli, ambaye ni mtoto wake Yonathani, ambaye ni kilema miguu yote miwili. Nataka tuende polepole ndio tuweze kuelewa juu ya hili somo. Wakati Sauli aliuawa na wakati babake Mefibosheti aliuawa, mtumishi mmoja aliona kwamba ni vizuri amuokoe huyu mtoto, na alitoka kwa haraka sana na akamwekelea mtoto juu ya punda ili wakimbie mtoto asiuawe. Maana kulikuwa mila na desturi nyakati zile kwamba mfalme akikufa, jamii yake na ukoo wake wote wanauawa ili wasikuje kujaribu kurithi ufalme huo. Na kwa hivyo huyu mtumishi aliona kwamba Mefibosheti atauawa, kwa hivyo akamweka kwa punda mara moja, akaanza kukimbia. Katika kule kukimbia akasahau kwamba alikuwa na mtoto juu ya punda, na mtoto akaanza kuanguka na miguu yote miwili, akakuwa kilema. Kwa hivyo alikuwa hatembei. Pia wakati ule alimpeleka
huko mahali pa kumficha. Unajua kuna mahali kwingine kunakuwa kumejificha, inaitwa kijiji ndani ya kijiji. Unafichwa huko ndani kabisa, pale ambapo kuna mtu anaweza kupata huko. Huko ndiko alifichwa, na akaanza kukaa huko na akazoea, na akakuwa mtu mzima, na akaoa na akapata watoto. Kwa hivyo mtoto ambaye alikuwa nia yake ilikuwa katika nyumba ya ufalme, akawa sasa anaishi katika kijiji pale ambapo kuna anahaso, akona shida za kupata chakula, akona shida hata za kujipatia riziki zake. Akawa tu sasa amejikosea heshima huko ndani. Pengine kama ingekuwa ni siku ya leo, pengine angekuwa na kunywa hii pombe hii na kujiunga na watu ambao wamejikosea heshima, pengine atumia hata madawa za kulevya. Lakini sasa nyakati zile watu wanafanya vile, ilikuwa nyakati nzuri, mambo kama hayo haikuweko. Na kwa hivyo huyu ndugu wetu Mephibosheth akawa wakati ule anafanya mambo kama hayo, na Ziba akajibu mfalme akamwambia, kuna mmoja kijana ambaye amelemaa na amefichwa pahali, amefichwa huko ndani ya kijiji, ako kule kwa nyumba ya Makil kule, amefichwa katika nyumba ya mtu ambaye anaitwa Makil huko ndani ya kijiji. Na kwa hivyo wakati aliamua hivyo, akaamua mleteni nimfanyie fadhili kwa ajili ya baba yake ya baba yake Jonathan. Na kwa hivyo Daudi hakuwa na nia ya kumtendea maovu. Daudi hakuwa na nia ya kumuua kama vile wafalme wengine wangefanya, lakini nia yake ilikuwa kumfanyia fadhili kwa ajili ya baba yake. Kwa hivyo Daudi akawa mfalme ambaye ni wa kibinafsi kuliko wale wafalme wengine wote. Kwa nini? Kwa sababu hata kuingia kwake katika ufalme ilikuwa ni mkono wake Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo kuna mambo matatu ambayo tunaweza kusoma kutoka kwa somo hilo. Na la kwanza ni hili, kwamba utu, kuwa mtu, kupata hiyo kitu ya kutojidharau na kujifanya mtu ni kitu ya muhimu sana. Unajua katika maisha unapitia katika dhoruba, unakuta kwamba kuna mambo unapitia kwayo ukajidharau, ukajikosa. Watu wengine wanakuta wanakunywa pombe kwa sababu wamejikosa, wanaona mimi sina maana yote katika maisha hii. Watu wengine wanatumia dawa za kulevya maana wamejikosa, haoni kama wako na maana katika maisha hii. Watu wengine wanajiingiza katika mambo zingine mbaya kwa sababu wao wenyewe wamejidharau. Na hakuna kitu kibaya kama kujidharau na kutojiona kama ni mtu wa muhimu mbele ya macho yake Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo tunaona mpaka Mephibosheth mwenyewe anasema, mfalme, umeona nini ndani yangu? Na mimi ni mbwa aliyekufa. Hiyo ni Samueli wa pili 9 mstari wa 8. Anajiona akiwa kwanza mbwa. Kwa Wayahudi mbwa alikuwa mnyama ambaye amedharauliwa, na alikuwa anawekwa kategori moja na Wayunani. Na kwa hivyo walikuwa na mbwa ni kitu kibaya, hata huwezi kufuga mbwa, hata huwezi kaa karibu na mbwa, sababu ni kitu ambacho kimelaaniwa. Ukisoma katika kitabu cha nafikiri wa Galatia kinasema kwamba wale ambao watafuja huko nje, anaanzia na mbwa, malaya. So kategori hiyo ya watu ambao hawako wasafi kabisa. Kwa hivyo kujiita mbwa ni kujidharau. Sasa kujiita mbwa ambaye amekufa, hiyo ni kujidharau hata zaidi. Maana sasa huyo mbwa ambaye amekufa, hata kumguza huwezi kumguza, maana utajiingiza katika dhambi. You defile yourself. Sasa huyu Mephibosheth anasema, umeona nini kwangu? Na mimi ni mbwa ambaye amekufa. Hisia zake ziko zinamwambia mimi nishakufa, I don't exist, mimi nimekufa, I'm a dead person. Unafika pahali kama hapo imechani kwako. Nao ndio watu hata sana ndio commit suicide, sababu huyo mtu anajiua kwa sababu yeye haoni kama yeye mwenyewe ako na ile value, hana yoyote katika maisha. Na kwa hivyo
Kwa Myahudi kujiita Mungu ambaye amekufa ni kujidharau kabisa kabisa. Anajiona kama yeye ni takataka, yeye ni mtu ambaye hafai. Lakini nataka kushukuru Mungu, sababu hata Daudi wakati anamuelekeza na kumnong'oneza, anamuita kijana wangu, anamuita sana. Si huyu kijana alikuwa amekaa miaka ngapi bila kuitwa sana? Unajua babake alikuwa amekufa, babu yake alikuwa amekufa, mama yake hataji, sijui kama mama yake alikuwa hai. Lakini alikuwa amekaa kwa muda gani katika huyo kujidharau bila kuitwa mwanangu? Daudi anamuita mwanangu. Wakati Mungu anatuona, hasa wakati tumeanguka katika dhambi, wakati tuko katika dhiki, wakati tumeingia katika hiyo shida, hata tumejikosa sisi wenyewe, Mungu anaona watoto wake, na akikuita na akikuelekeza na kwambia, mwanangu, ningali na kupenda. Ndio nikamtoa mtoto wangu akufe msalabani kwa ajili yako upate uzima wa milele. Mimi nakupenda. Mungu anatupenda. Mungu anatupenda. Ni vizuri kujua hivyo. Na ukijua hivyo katika maisha yako utakuwa kwa hakika unajua kwamba Mungu ako na haja na wewe. Na usijidharau katika maisha yako. Usijione kama wewe ni kitu bure. Usijione kama wewe umefika mwisho wako. Mungu anataka kukuinua kutoka pale ambapo uko. Ya pili ni kujikubali. Ni kitu ya muhimu sana. Inakupatia hisia nzuri ndani yako kujikubali wewe mwenyewe. Unajua hatua ya kwanza ya kubadilika ni kujikubali. Ujikubali kwamba mimi ni mtu ambaye ameumbwa na Mungu, mimi ni mtu ambaye Mungu amemuelekeza pahali fulani, ni mtu ambaye ako na lengo katika maisha, ni Mungu ambaye ako na baraka katika maisha yake. Unajua kuna pahali pengine tunafika katika maisha unajikuta kwamba wewe umejikosea heshima. Watu wamekukataa mpaka wewe mwenyewe umejikataa wewe mwenyewe. Unasikia you also reject yourself. Watu wamekureject, people have rejected you to an extent that you also reject yourself. Hata ukitembea kwa barabara unajua watu wakikuona wanaona kitu mbaya. Hata watu wakisema kuna kitu imeibiwa karibu na wewe, unaanza kujikimu. Unakaa kama unaanza kujikimu jio wasikupige, sababu unaona kama watasema wewe ndio umeiba. Umejidharau. Na Mephibosheth alikuwa amepika hapo katika maisha yake. Alikuwa amejidharau. Kwanza angalia, alikuwa kilema. Unajua kilema katika Wayahudi walikuwa kama unakuwa kilema sababu wazazi wako walitenda dhambi ambazo Mungu aliwaadhibu kupitia kwako. Kwa hivyo walikuwa unakaa kama dhambi. Na kwa hivyo unajikana wewe mwenyewe, haujipendi, unajifikiria vile watu wanakudharau, vile watu hawakufikirii, vile maisha yenyewe hata ina huruma na wewe. It's a very sad situation. Ni maisha ambayo sio mazuri. Lakini nataka kushukuru Mungu. Maana mfalme Daudi alimwambia Mephibosheth, utakula mezani pangu. That I'm not only a story. Sisi tunakurudisha katika mamlaka tu ya kusema nitakuonyesha fadhili. Zaidi ya fadhili hizo ni utakaa katika meza yangu. It was a practical deliverance ambayo mpaka anaambiwa utakula katika meza ya mfalme. Mtu ambaye ametoka kijiji amejidharau, hata amesahau kwamba yeye alikuwa mtoto wa mfalme, anaambiwa utakaa katika nyumba ya kifalme, utakula chakula cha kifalme na utakaa pamoja na mfalme mkikula pamoja kama vile unafaa kukula. Haleluya. Mimi nataka kushukuru Mungu sababu hiyo ndio tunaita kurudishwa pahali ambapo anapaswa kuwa. Na Mephibosheth akarudishwa pahali pake. Akarudishwa katika nyumba ya mfalme, akae katika meza ya mfalme, akule katika meza ya mfalme siku zote za maisha yake. Haleluya. Haikuwa siku moja, haikuwa siku mbili, haikuwa mwezi moja, haikuwa mwaka moja, ilikuwa siku zote za maisha yake. Haleluya. Na mimi nataka kusema kwamba hiyo fadhili ni fadhili za hali ya juu. Fadhili ambazo unaambiwa kwamba utafanyiwa mambo ambayo hujai kufikiria katika maisha yako. Na Mungu kupitia kwa mwana wake Yesu Kristo anataka kutupatia fadhili kama hizo. Na ndio sababu akapatiana ile parable ya the prodigal son. Ndio tujue kwamba ukirudi kwake atakukupatia kama mwanake. Sababu atakwambia ulikuwa umepotea sasa umepatikana. Na atakwambia ukule mazuri katika ufalme wake. Haijalishi
hata kama umepotea, maana fadhili zake ni za milele na milele. Fadhili za Bwana ni za milele na milele. Tujaribu hizo fadhili, tuende kwake Mwenyezi Mungu hata wakati wa dhoruba. Tumtafute Mwenyezi Mungu, tumwambie tungetaka kukaa katika fadhili zako, tungetaka kukaa katika neema yako. In fact, neno Mephibosheth maana yake ni kutoka kwa mdomo wa aibu. Kutoka kwa mdomo wa aibu ama haya. Kumaanisha kwamba Mephibosheth alitolewa kwa mdomo wa aibu, mdomo wa haya, pale ambapo alikuwa amejidharau. Hakuna haja kuwa na aibu kwa sababu ya maisha yako, kwa sababu upendo wake Mwenyezi Mungu unakutosha kila wakati. Na kwa hivyo Mephibosheth akaambiwa atakula mezani pa Bwana. Na ile kitu ambao nasikia ikijijaza sana ni kwamba hata kama yeye alikuwa kilema, wakati ameweka katika meza yake ya mfalme, anaficha ulemaa wake. Anakaa hapo mezani, anaficha ulemaa wake, haonekani akiwa kilema. Mtu akimwangalia akiwa amekaa katika mezani pake mfalme, haonekani akiwa kilema, bali anaonekana akiwa mtu mzima, maana miguu yake ataificha chini ya meza ya mfalme. Ulema wake atauficha chini ya meza ya mfalme. Haleluya! Na hivyo ndivyo Yesu anatuita kwamba tuje tufiche ulemaa wetu, hiyo mambo ambayo inakufanya ujidharau, mambo ambayo inafanya ujione wewe sio kitu, kuja afiche mezani pake Bwana. Maana atuitia chakula chake tukule pamoja kama Wakristo, na ni sababu hata ukiingia kanisani tunakuwa kitu kimoja. We are all equal in the eyes of God. Wakati wa baraka, tuseme baraka hizi tunapea wale wamepatiana tithe ama wale wamepatiana sadaka. Hapana, napeana baraka za watu wa Mungu wote, maana Mungu anatupenda in one way equally, sisi wote. Ya tatu, Mungu wa kurestore ama kuturudishia yale ambao tumepoteza wakati wa dhoruba. Mungu wa kutuletea yale ambao tumepoteza yote. Najua tulikuwa na maono mingi sana katika maisha yetu kabla ya COVID-19. Na tulikuwa tumepanga mwaka huu kisha tutakuwa nimefika pahali fulani. Usikufe roho. Mwaka huu yaje, tuko katikati ya mwaka. Na unajui kuanzia sasa katikati ya mwaka huu mpaka mwisho Mungu atakutendea nini? Na ukuta mambo haya yote umeyafikisha. Na kwa hivyo tunaona kwamba wakati Daudi alimrudisha Mephibosheth katika meza yake, hakumwachia hapo. Alimwambia mpaka mali yote ya babu yako na ya baba yako utarudishiwa, na Ziba na watoto wake watakutumikia. They are going to be your servants. He was restored even financially. Katika hali ya mali alipewa, hakumwachia, sababu anataka kuanzia siku hiyo akae katika baraka zake Mwenyezi Mungu. Hiyo ni mstari wa 9, mstari wa 7, 9:7. Anamwambia mambo yako yote, chakula utakuwa ukikula mezani pangu, utakaa njaa tena. Pahali pa kukaa, mali ambayo ilikuwa babu yako, ambayo ilikuwa baba yako, nitakupea ukae huko. Kwa hivyo hakuna chochote ambacho alinyang'anywa, alipatiwa kila kitu. Na unajua wakati mwingine tukiongea tunasema kila mwanadamu lazima akuwe na chakula, pahali pa kukaa, na akuwe na pahali pa kupata resources zake, ama kama vitu kama pesa ndio aweze kujipatia chakula. Na hizo zote Mephibosheth alipewa na Daudi. Nikumaanisha baada ya siku hii maisha yake kabadilika. Anajiangalia, anajiuliza, ni mimi nakaa namna hii sasa? Mimi nimetoka kijiji, ndani ya kijiji kwa makini, sasa nakaa katika nyumba ya mfalme. Ni mimi nalala katika kitanda cha babu yangu ambao kilikuwa ni kitanda cha mfalme. Nalala huko, nakaa huko. Ni mimi niko na watumwa, servants ambao wanatumikia. Ni mimi ambao nimefanya mambo hii yote mazuri. Na Mungu anataka kufanya wewe namna hiyo. Hata wakati unajisikia kwamba wewe umejidharau. Kama yule mtoto mpotevu, wakati alirudi kwa baba yake akamkumbatia na akasema kuchinjwe, na akasema avalishwe nguo, na akasema avalishwe pete. Unajua hiyo ni mambo ya muhimu sana. Ya kwanza akasema akamkumbatia, ni kumaanisha hata hakuangalia kama alikuwa anakula na nguruwe.
Alimkumbatia tu hata akiwa namna hiyo, because wakati unaingia kwake Mwenyezi Mungu anakukumbatia vile umekuja. Hakwambii wewe ni mwenye dhambi, haanzi kukulaani, anakukumbatia vile wewe uko. Baada ya hapo anaanza kubadilisha polepole. Na kwa hivyo jambo la pili akasema apewe tani lake ambalo lilikuwa na gharama juu sana, arobu apatiwe, na akapewa, akabalishwa tani hilo. Akabalishwa tani, kitu ambacho hakudisabu, akabalishwa. Ya tatu akasema apewe kuchinjwe ndio akule ashibe. Na ile akasema apatiwe pete. Hiyo pete, unajua pete zile tunavaa siku hizi ni pete za ndoa. Pete ya wakati ule ilikuwa inasema kwamba ilikuwa ni pete ambayo ilikuwa inatoa rangi hapa juu. Ukienda pahali ukikula kwa mkahawa, badala ya kulipa unachukua ile pete unaweka hapo. Hiyo rangi ikiingia hapo inaandika jina la baba yako. Hautalipa chochote. Ukitaka kununua kitu unaweka ile pete. Ni kumaanisha alimwambia you be restored as my son. Utachukua all the privileges, all the rights of being my son. Haijalishi hata kama umejitupa huko nje, you still remain to be my son. Na hiyo ndio ambayo Mungu anataka kutufanya. He will restore you to be a son, a daughter in his kingdom. Atakurestore katika ufalme wake. Haijalishi umepitia katika mambo aina gani, haijalishi umejiingiza katika dhambi za aina gani, anakuambia ukija kwangu wewe ni mwana wangu, nitakuinua, nitakubariki, nitakudumisha katika nafadhili zangu, na nitakubariki na nitakufariji katika maisha yako yote, mpaka hakuna wakati ambapo utakaa bila baraka zangu. Maana wale watu ambao ni waaminifu kwake Mwenyezi Mungu wataishi katika haki yake. Haleluya. Wewe na mimi tutaishi katika haki yake Mwenyezi Mungu. Tukidumu katika haki hiyo, naye Mungu atatuinua na atuongoze. Yaani kwamba fadhili ni kitu ya muhimu sana katika kumtumikia Mwenyezi Mungu. Kama kuna kitu watu ambao wanamtumikia Mwenyezi Mungu amepewa, ni fadhili zake Mwenyezi Mungu. Na ndio unaona kwamba Daudi akasema katika kitabu cha Zaburi 12:25 anasema kwamba katika roho yake mwanadamu wakati imeingia katika hali ya shauku inakuanga na uzito mwingi sana, lakini anasema kwamba wakati unampatia neno jema ninamjenga na kumtia raha. Mtu ambaye katika shauku anakaanga kwamba hana raha hata kidogo, lakini ukimtia nguvu katika neno mzuri unampatia faraja na furaha, anaanza kuinuka. Na kwa hivyo Daudi kile kitu alifanya, hata kabla aanza kukula pamoja na Mefiboshethi, alipatia maneno mazuri ambayo ilimuinua ndani ya roho yake. Mungu akuinue, Mungu anuinue, Mungu atuinue katika fadhili zake, Mungu atuinue katika neema yake, Mungu atuinue katika maisha yetu, tukae katika hali ya kufadhiliwa katika Kristo Yesu. Na sisi tukifadhiliwa, tuwafadhili wengine, tuwafadhili wengine pia, nao waweze kuinuliwa katika maisha yao. Mungu aweze kuinuliwa katika jina la Mwenyezi Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tunakutukuza, tunakushukuru Baba Mungu Mwenyezi, maana fadhili zako ni za milele na milele. Asubuhi njema tuaje mbele zako Bwana Mungu Mwenyezi, maana tunajua uko na fadhili nyingi kwetu. Tukuja kwako vile vile tulivyo, utuitikie vile tulivyo Bwana Mungu Mwenyezi, na Bwana uweze kutuongoza katika fadhili hizo maishani mwetu pote. Tupatie yale ambayo tunahitaji wakati huu, utupatie pahali pa kuishi, shelter, utupatie chakula cha kila siku, utupatie Bwana Mungu Mwenyezi hata neema hiyo ya kujipatia riziki yetu kila siku, ili tuweze kuishi na kudumu ndani yako na wewe ndani yetu kila wakati. Tuongoze, tuhimize, tubariki, tufariji na utupatie neema yako kila wakati. Maana mambo haya yote katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amina. Tumwambia ni asante, ni wakati mzuri sasa wa kutoa sadaka yetu ambao tutatoa tukitumia hii nambari 240 240 ndio tuweze kutumia paybill zetu tupeane sadaka. Ndio Mungu aendelee kutubariki na kutupatia fadhili zake kila wakati. Anatupenda na kutukia mazuri
na anataka kutujenga katika maisha yetu. Yesu nakupenda, umali yangu. Tutasimama wimbo huo kupitia kwa Biblia zote ambazo zitakuja kwa screen, uweze kutuma sadaka, uweze kutuma sadaka yako, uweze kutuma zaka yako, uweze kutuma hata Thanksgiving yako, na ukiandika pale uandike kama ni Thanksgiving ama sadaka ama fungu la 10, na utabarikiwa tukifanya hivyo. Na tuendelee tuimbe hiyo wimbo ili tuweze kumalizia ibada yetu. Yesu nakupenda, umali yangu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru, tunasema ni asante, maana umekuwa mwema ndani ya maisha yetu. Tunasema tena ni asante zaidi ya yote kwa wale wote ambao wametoa kwa kazi yako. Tunaomba ukaweze kuwabariki, ukaweze kuwainua katika kazi zao, katika biashara zao, hata katika kutenda kazi kwao Bwana, wakaweze kukuona kila wakati. Asante Mungu kwa sababu ya wale hawakuwa nayo, kwa sababu hawajatoa. Jehova, tunajua ya kwamba utaenda ukiwabariki kila mmoja wao. Bariki wakiingia na hata wakiondoka, na Jehova wema wako na fadhili zako zikakuwe juu ya maisha yao kila wakati. Hayo tumeomba kupitia kwa mwanao Yesu Kristo aliye mkombozi wa maisha yetu. Amina. Na tuombe. Mungu, muumba wa vitu vyote, uliyetazama ulivyoviumba na ukasema vyote ni vyema, tujalie kwamba watu hawa wako uliowaumba watunzwe na wala sio kuharibiwa,
uubaji wako maridadi, vilima vilivyoharibiwa katika maisha yao viweze kupandwa tena ndani yako na kunawiri tena, misitu ikue na kuzidi kunawiri na kuenea kwa jangwa kuzuiliwa. Mito na ikae kwenye kingo zao na ilindwe kutokana kwa uchafu. Mashamba nayo yaweze kunawiri na watu walishwe vyema, wanyama na mifugo na malisho mema siku zote. Bahari na maziwa na vijae viumbe kwa namna yao. Wanyama wote wa mbinguni walindwe kutokana na uwindaji haramu potoni. Maji yachipuke jangwani na chemichemi pia. Kuwe na upatanisho kwenye kati ya viumbe vya baharini kama ulivyokusudia Mungu katika bustani ya Edeni. Utukufu wako uweze kutuangazia kila wakati katika maisha yetu, ulivyokuwa mwanzo, ulivyo sasa na hata vilele ni vivyo. Amin. Neema ya Mungu ipitao fahamu zote iwalie mioyo yenu nia zenu katika hali ya kumjua na kumpenda Mungu na mwana wake Yesu Kristo. Nazo baraka zake Mwenyezi Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ziwe kwenu, zikae kwenu kuanzia sasa na hata milele. Amina. Tuonane tena Jumapili ijayo. Bwana wabariki, tukiendelea kutazama ile ibada yetu ya katikati ya wiki ya Alhamisi ya mke wangu. Tuendelee kusoma kuhusu kuwa wazazi wema. Bwana wabariki sana.